Kumbukumbu hai ya shujaa, uzinduzi wa sanamu la Thomas Sankara. Mei 18, 2025. Jua lilikuwa linachomoza kwa fahari juu ya mji mkuu wa Burkina Faso, Ouagadougou. Anga lilijawa na vuguvugu la matumaini na vumbi la historia lilikuwa likifutwa polepole kwa mikono ya kizazi kipya kilichojifunza kupaza sauti kwa ajili ya uhuru na heshima. Siku ya Mei 17 mwaka 2025 sio tu siku ya kawaida kwa wananchi wa Burkina Faso, bali ilikuwa siku ya kukumbuka, kusimama na kuinua mioyo juu kwa heshima ya mtu mmoja, Kapteni Thomas Sankara. Kiongozi wa sasa, Kapteni Ibrahim Traore, aliweka mkono wake juu ya jiwe la historia. Alisimama mbele ya halaiki ya watu waliokusanyika, huku macho yao yakitazama kwa mshangao na heshima kubwa sanamu kubwa iliyosimama kwa fahari kama alama ya ushujaa wa mtu ambaye aliishi kwa ajili ya wengine na kufa kwa ajili ya ukweli. Sanamu hiyo ya shaba iliyochongwa kwa ustadi wa hali ya juu ilimwonyesha Sankara akiwa amevaa sare ya kijeshi, akitazama mbele kwa mtazamo wa matumaini. Alikuwa ameshika kitabu kimoja mkononi, alama ya maarifa, na upande wa pili, alama ya Pan-Afrika. Ilikuwa ni picha ya mtu aliyeamini katika nguvu ya bara lake, mtu aliyekataa kupiga magoti mbele ya ubeberu, na mtu aliyelipa kwa maisha yake. Thomas Sankara hakuwa tu rais, alikuwa mwamko. Aliongoza nchi kati ya mwaka 1983 hadi 1987, na katika kipindi hicho kifupi, aligeuza jina la taifa kutoka Ukpa-Volta hadi Burkina Faso, nchi ya watu wanyoofu. Lakini mabadiliko hayakuishia kwenye jina tu. Aliinua kiwango cha usomaji kutoka asilimia za chini hadi zaidi ya 60%. Alijenga shule zaidi ya 350. Bila msaada wa mataifa ya nje, aliunda barabara na reli. Aliwahamasisha wananchi wake wajitegemee na hakukubali kuendelea kuwa mateka wa ukoloni mamboleo wa Kifaransa. Aliwapigania wanawake, akapiga marufuku ndoa za kulazimishwa, ukeketaji na mila za kizamani. Akagawa ardhi kwa maskini na kuhakikisha watoto zaidi ya 1.25 wanapata chanjo. Alikuwa sauti ya walio kimya, tumaini kwa waliokatishwa tamaa. Lakini ukweli una gharama. Ujasiri wake, msimamo wake thabiti dhidi ya mataifa ya Magharibi, na wito wake wa Afrika huru na yenye mshikamano vilimfanya awe mwiba. Mnamo mwaka 1987, akiwa na umri wa miaka 37 tu, aliuawa katika mapinduzi yenye kivuli cha ushirikiano wa kigeni. Inasemekana mkono wa Ufaransa ulijihusisha kwa karibu, huku rafiki aliyegeuka adui, Blaise Compaoré, akiongoza mpango huo wa kisaliti. Lakini leo, miaka mingi baadaye, jina la Sankara linaitwa kwa heshima. Sanamu hiyo ni zaidi ya chuma na mawe, ni kiapo kipya kwa kizazi cha sasa. Ni sauti inayosema hakuna damu ya shujaa inayomwagika bure. Kapteni Traore alizungumza kwa sauti thabiti. Thomas Sankara si historia tu, ni mwanga wetu. Leo tunamrudisha nyumbani, si kwa machozi bali kwa fahari. Tunainua sanamu, lakini zaidi tunainua roho ya kujitegemea. Watu walipiga makofi, wengine walilia, lakini wote waliunganishwa na fumbo la shujaa aliyewahi kuwa na ndoto ya Afrika huru. Na hivyo, katika jua la jioni lililotua juu ya Ouagadougou, sanamu la Sankara liliangaza si kwa mwanga wa jua, bali kwa mwanga wa upendo wa watu wake. Thomas Sankara hajafa. Amegeuka sanamu ya dhamira. Pumzika kwa amani, shujaa wa Afrika, kijana wako Ibrahim Traore anayaenzi yale yote uliyoyaanzisha. Hii ni Banst na hii ni sauti huru ya Anselmi Julius.